Jioni leo tunataka kushughulika na roho. Sema roho. Sema roho. Sema roho chafu. Rudia tena roho chafu. Roho mbaya. Rudia tena roho mbaya. Roho chafu. Okay. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuendelea na mapambano ya kutetea familia, lakini leo tutaingia kipengele ambacho ni cha hatari sana. Hata hivyo mimi mpaka kufika hapo kumekuwa na upinzani mkubwa sana, lakini namshukuru Mungu. Kuna haja ya kujua roho itendayo kazi ndani ya familia. Roho itendayo kazi ndani ya familia. Roho itendayo kazi ndani ya familia. Kwa sababu roho itendayo kazi ndani ya familia huwa inaathiri wazawa wote wa familia. Hata mtu apambane kiasi gani kutaka kuinuka, atauawa na hiyo roho. Kwa sababu hiyo roho ina nguvu na ilitawala tangu zamani mpaka sasa inatawala. Kama isipotokea uwezekano mkubwa wa kushughulika na hiyo roho baada ya kuijua, ni vigumu sana watu kuweza kupata kufunguliwa. Kufunguliwa kutatokana na wao kujua roho inayotenda kazi kwenye familia. Haleluya. Tutaanza na kitabu cha Luka. Luka mtakatifu ile sura ya 9 na mstari wa 55. Luka 9:55. Lakini nitasoma kuanzia mstari ule wa 54 na 55. Labda at least italeta maana zaidi kwako. Ile Luka sura ya 9 na mstari ule wa 54 na 55, neno la Bwana linasema hivi: wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona haya walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Yani hawa walikuwa wanataka kuomba maombi ya moto. Walitaka moto uteketeze watu. Wakaambiwa hivi, nyamazeni msifanye hivyo, kwa maana hamjui ni roho ya namna gani mlioko nayo. Kwa hiyo Yesu anadhihirisha kwamba roho iliyoko ndani ya mtu huwa inaweza ikaathiri mazingira ya watu. Kwa hiyo ndio kusema roho itendayo kazi ndani ya familia huathiri mazingira ya watu na maisha ya watu. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwenye familia ni roho gani itendayo kazi. Roho gani itendayo kazi. Ile roho itendayo kazi ndani ya familia, ukishaijua ndipo unaweza kuidhibiti. Kabla ya kuijua hiyo roho, utapata mashambulizi kila siku na utashindwa kushinda. Ndio maana vita ya watu wengi huanzia ndotoni. Kwa sababu ile roho itendayo kazi ndani ya familia hushambulia sana au hujidhihirisha sana kwenye ulimwengu wa roho wakati mtu amelala. Sasa usipojua ile roho inayotesa familia, inayofanya watu maisha yao yasiende, usipojua ile roho inaoua vipawa, ile roho inaoua karama, ile roho inaoua miujiza, ile roho inaoua utajiri, ile roho inaoua mafanikio, ile roho inaoua heshima, usipoijua huwezi kudilina. Kila siku utakuwa unapigana na kitu usichokijua. Ni sawa sawa na nyumba yako iwe na labda kitu fulani, iwe labda na nyoka au iwe na panya. Let's say panya anaharibu vitu ndani, lakini hujui aliko. Lakini ukishajua kwamba yuko eneo fulani, ni rahisi kukabiliana naye ili uweze kumuondoa kabisa na uharibifu utakoma. Haleluya. Kwa hiyo kujua roho itendayo kazi ndani ya mtu au ndani ya familia ni muhimu sana. Maana hiyo roho inayotenda kazi ina nguvu juu ya watu wote ambao wamezaliwa kwenye mji huu. Kila familia ina roho ya aina fulani itendayo kazi kwao. Kila familia ina roho ya aina fulani itendayo kazi kwenye familia hiyo au katika ukoo huo. Okay? Ninaomba niseme mambo machache hapa ya kukusaidia kuelewa hichi ninachokisema.
Hebu sema ni roho ya namna gani itendao kazi ndani ya familia? Hebu sema ni roho ya namna gani? Tuanze na kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura ya 9 mstari wa 23 inasema, kisha Mungu akapeleka roho mbaya kati ya Abimeleki na watu wa Shekemu, na watu wa Shekemu wakamtendea Abimeleki kwa udanganyifu. Mungu alipeleka roho mbaya, wakamtendea Abimeleki kwa udanganyifu. Mstari wa 24, ili kwamba huo udhalimu waliotendewa hao wana 70 wa Yerubali uje tena, kwamba damu yao iandikwe juu ya Abimeleki ndugu yao aliyewaua, na juu ya watu wa Shekemu waliomtia nguvu mikono yake ili awaue hao ndugu. Hapa roho mbaya imekuja kwenye familia, lakini roho hii ilitoka kwa Mungu. Hebu sema roho mbaya iliyotoka kwa Mungu. Alafu hii roho mbaya imekuja kwenye familia kwa sababu kwenye familia kuna mtu anaitwa Abimeleki, aliua watu, tena aliwaua ndugu zake. Alipowaua, ili Mungu kuadhibu, kutoa adhabu sawasawa na lile kosa, ilibidi atume roho mbaya ije iingie kwenye familia, ianze kutesa watu. Leo unakuta kuna watu wanateseka na maisha, hawaelewi ni kitu gani kinawatesa, hawajui kwa nini wanapambana kuinua maisha yao lakini haiinuki, kwa sababu kuna roho mbaya inayotembea kwenye vizazi, inayotembea kwenye familia, ikipambana nao, ikipigana nao kuzuia mema yasitokee kwenye maisha yao. Na hiyo roho yamkini ipo kihalali, yamkini ipo hiyo roho kihalali, kwamba kuna makosa yalitendeka makubwa kipindi cha nyuma na hakuna aliyesimama. Kwa hiyo Mungu akaachilia ile roho ije ianze kutesa familia. So kama Abimeleki aliweza kuua mtu, tena ndugu yake, alafu roho mbaya ikaja, watu wa leo walioua watu kwa siri, walioua watu kwa kupatana, wakawaekea sumu, wakawavizia, wakawakatakata kwa mapanga, wakawapiga na vitu vizito kichwani, wakafa. Je, damu haikumwagika? Damu ilimwagika. Na kama ilimwagika, Mungu aliweza kutuma roho mbaya ikaja kwa sababu ya Abimeleki kuwaua ndugu zake. Je, sasa hata leo mambo haya yapo, na watu wanajikuta wakiishi maisha ambayo sio ya kwao, kwa sababu wazazi walimwaga damu. Damu ile ikaleta roho mbaya kwenye familia, roho mbaya kwenye maisha yao. Maisha yakawa yanaenda ndivyo sivyo. Tunaposema roho mbaya, ni roho ambayo sio kuwa roho mbaya ile mtu anasema huyu ana roho mbaya, labda anakunyima chakula au anakunyima nini. Roho mbaya ni roho ambayo inakufanya wewe kuugua, inafanya nyie msinuke, inafanya kila kitu mnachokifanya kinakufa. Mkianzisha biashara inakufa, ukiweka mtaji mahali unakufa, ukikopa pesa zinapotea, huwezi kurudisha, kwa sababu roho mbaya inakusumbua. Haleluya. Hata mkisoma habari za mfalme Sauli, kwa sababu alimwasi Mungu akamwacha Mungu, Biblia inasema Mungu roho mbaya kutoka kwa Mungu ilimuingia Sauli, na ilipomuingia Sauli alishindwa kufanya sawasawa na hapo kwanza, kwa sababu roho mbaya kutoka kwa Mungu ilimuongoza kufanya mabaya. Utamuona baada ya roho mbaya kumuingia, anaanza kuchukua mkuki, anataka kumuua Daudi. Lakini kabla hapo hakuwa hivyo. So roho mbaya inapotumwa kwenye familia, au imeletwa na Mungu au imeletwa na adui shetani, huwa itatesa watu sana. Naomba nikusome Samueli wa kwanza 16:14. Samueli wa kwanza 16:14 inasema, basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Narudia. Kumbe kule Abimeleki alipomwaga damu,
Mungu alituma roho mbaya ikaenda kuwatesa mji. Hapa anasema Sauli aliyekuwa mfalme, roho ya Mungu ilimwacha, na roho ya Mungu ilivyomwacha ikaja roho mbaya ikamuingia ikaanza kumsumbua. Kumbe ili mtu aingiwe na roho mbaya kutoka kwa shetani au kutoka kuzimu, lazima awe mumwacha Mungu kwanza. Akishamwacha roho wa Mungu, ile roho mbaya inakuja inamuingia, inaanza kumuendesha kufanya mambo ambayo yamkini asingependa kuyafanya. Samueli wa kwanza ile sura ya 16-14, niongeze mstari wa 15 na 16. 15 na 16. Unaweza ukaandika tu hapo, ukaongeza hiyo umeweka pale 10 na ngapi? 15 andika 14, andika 15, weka hadi 16. Mstari wa 15 nasema, nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Mstari wa 16, basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake nawe utapona. Yani hii roho mbaya ikisha muingia mtu, ili mtoke inahitaji kusikia mambo ya kimungu. Mambo ya kimungu ni pamoja na mziki unaopigwa na mtu aliyejaa roho, mwimbaji anayeimba lakini aliyejaa roho. Sasa hiyo roho itaondoka inaposikia mtu mwenye roho ya Mungu akigusa kinubi. Haleluya. Haleluya. Hebu jaribu kufikiria familia yako kuna roho gani. Weka koma, andika mstari wa 23. Tumeshia 16, weka koma, andika mstari wa 23. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Haleluya. Leo kwenye familia tunapotokea, kuna watu ambao habari za mji mzima ni za baba yao, habari za mji mzima ni za mama yao, habari za mji mzima ni za babu, habari za mji mzima ni za anko, habari za mji mzima ni za mkeo, ni za mumeo, ni za mtoto wake. Roho mbaya imekuja ikamuingia, akaanza kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Sasa tunataka kuikomboa familia iwe huru kabisa, lazima ufukuze roho mbaya iliyoingia ndani ya familia, ikakamata watu, ikavaa watu, ikaanza kuwaendesha. Haleluya. Amen. Hakuna mtu anaweza kufanya jambo baya au jambo ovu asipovaliwa kwanza na roho. Anavaliwa na roho, na akishavaliwa na ile roho sasa, ili aweze kutoka kwenye mateso hayo, lazima afunguliwe. Kufunguliwa maana yake ni kutolewa roho hiyo mbaya, kutolewa hiyo roho chafu, kutolewa hiyo roho inayokuendesha. Ndio maana unaweza kuona mtu anaugua alafu anaombewa, anapagawa pepo, yule pepo akimtoka anakuwa mzima. Maana yake kilichokuwa kinamfanya ugue ni lile pepo, ile roho chafu, ile roho mbaya ndio ilikuwa inamfanya ugue. Haleluya. Amen. Hebu sema, kila roho mbaya iliyotoka mahali popote, iliyokamata familia, leo na iamuru iondoke katika jina la Yesu. Iachilie familia kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho mbaya iliyoingia familia ikaanza kuitumikisha, roho isiyotoka kwa Mungu, ninaamuru iondoke, ninaamuru iondoke na iachie familia kwa jina la Yesu aliye hai. Angalia mfano mwingine. Ni mtu ambaye ana ndugu zake, akaenda kwa mganga, akachukua mtoto mmoja. Mtoto analia tu usiku, mtoto anapata shida fulani kwa sababu kuna roho mbaya inaishi ndani yake.
Inawezekana hata yeye mwenyewe hajui kama kuna roho mbaya inaishi ndani yake, lakini kuna roho mbaya iko ndani yake na inamtesa, na watu wamefika mahali wanamtenga, wanamuogopa. Yaani hata akifika nyumbani kwako unasikia watu wanasema usilete mtoto, usilete mtoto. Kwa nini? Kwa sababu ana zongo. Zongo ni roho mbaya ambayo ni roho ya shetani, inaweza kuharibu vitu, inaweza kuharibu afya, inaweza kuharibu chochote kile chema. Ni pepo, lakini linakaa kwenye macho. Haleluya. Emsema kila roho mbaya iliyokaa ndani ya mtu yoyote kwenye familia yangu, leo naamuru toka, achia familia, toka, achia, toka, achia. Ni wewe wa kuitoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ile roho mbaya inaotesa familia, wewe ndio wa kuitoa. Mmenielewa vizuri eh? Wazazi wengine au ndugu wengine wana roho mbaya ya uchoyo tu. Yaani unaweza kumuona akiwa mchoyo kwenye vitu ambavyo hata yeye mwenyewe havimpi faida. Yaani anakwazika kwenye vitu ambavyo yaani anaona, yaani niseme kwa lugha gani eleweke, yaani anaona sio sawa mtu fulani apate kitu fulani hata kama asipokipata apate faida. Ni afadhali angeweza akasema kwa nini apate kama yeye anafaidika, lakini anachukia tu fulani asipate, wakati hata huyo fulani asipopata yeye apate faida yoyote. Hiyo ni roho mbaya. Hebu sema ni roho mbaya. Rudia tena, ni roho mbaya. Rudia tena, ni roho mbaya. Aya, sikiliza. Una ng'ombe wako mzuri, umemfuga ndani, anatoa maziwa mengi sana. Asubuhi kesho yake ukamta amelishwa sumu na amekufa. Sasa yule aliyemlisha sumu amepata faida gani kwa kumlisha sumu? Hakupata faida. Lakini furaha yake ni ile kusema tukose wote. Sasa ili aweze kuwa na statement hiyo ya kwamba tukose wote, lazima ndani yake kuwe na kitu kinachoitwa roho mbaya. Roho gani? Roho gani? Wachawi wote wana roho mbaya. Hakuna mchawi yoyote mwenye roho nzuri. Waganga wote wana roho mbaya. Hakuna mganga yoyote mwenye roho nzuri. Wapiga ramli wote, wasoma nyota wote wana roho mbaya. Kwa sababu anaweza kuua mtu, anaweza funga tumbo la mama fulani asizai. Roho mbaya. Hii ndio tunataka kuikomesha ndani ya familia pia. Kwa sababu ndani ya familia mtu mwenye roho mbaya akiona mtoto amemwaga mawe, anaenda kumloga. Akienda kumloga huyu mtoto aliyelogwa hawezi kuendelea kujenga nyumba. Alifungua biashara, wanaenda kurusha kitu cha kichawi pale. Baada ya muda hiyo biashara inakufa. Tulikuwa na kijana mmoja anakuja hapa kanisani anaitwa Stefano. Alikuwa na biashara yake hapa chini ya stationery. Alikuja hapa kanisani kipindi fulani akitueleza jinsi ambavyo chura alitumwa kwake, na huyo chura alikuwa na rangi mbili. Yule mmoja akamleta tukamweka hapa tukamua, akarushiwa chura mwingine anayefanana exactly na yule wa kwanza. Jambo lingine lililomshangaza, akawa anakata kucha za mkono wake. Ukucha mmoja ukaanza kurukaruka wenyewe hivi. Ukatoka pale ulipokata ukaanza kurukaruka. Nani alisikia? Simlisikia alivyokuwa anaeleza hapa. Wako watu hebu nyosha mkono waliosikia. Ule ukucha uko unarukaruka hivi. Mkono gani? Mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto mnafahamu ni mkono wa utajiri. Biblia inasema mkono wa kulia ni mkono wa haki na mkono wa kushoto ni mkono wa utajiri. Sasa kitokeo cha pale, ofisi zake zote alifunga. Hakuna kinachoendelea mpaka leo na wala sijui kwa nini. Huo ni mfano mdogo ambao ni wa mtu aliyerusha makombora ya kichawi.
mtu mwenye roho mbaya, kufunga biashara ya mtu ambaye sio ndugu yake, na waliofanya hivyo lazima wawe ni hapa tu wanaomzunguka. Huyu ni mtu aliyetokea sijui ni Pwani, sijui alitokea sijui ni wapi, Dar es Salaam ametokea. Sasa mchawi wa Dar es Salaam hawezi kusafiri mpaka kuja kuloga kibanda chake hapa. Ni watu tu waliona kwamba kwa nini ananufaika, wakaanza kumloga. Lakini pamoja na kwamba amefunga, wao wameweza kufungua? Hawakuweza kufungua biashara pale. Ndio maana anasema roho mbaya inamsukuma mtu kufanya mambo mabaya, wakati hata hayo mambo mabaya anayoyafanya yeye hanufaiki katika hayo, hapati faida yoyote. Hebu kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mchawi anayefuatilia familia, yule mchawi leo narusha moto kuharibu kila roho mbaya inayokaa ndani yake kwa jina la Yesu aliye hai. Na ilipua ile roho za songo, na zilipua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia mashaka, achia mashaka, achia mashaka kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Naona una hasira sana, lakini sasa hujafikia ile hasira ya kumfukuza shetani. Hebu kuwa na hasira kumfukuza shetani. Yaani unatakiwa ufike mahali usiseme kwamba huyu mama ana zongo, kumkimbia na kutokumpelekea mtoto. Unatakiwa wewe ndio utoe lile zongo. Umeelewa vizuri Umwambie mama fulani nataka kuomba na wewe. Watu wengi wanasema una macho mabaya. Hivi unalijua hilo mama? Watu wengi wanasema una macho mabaya. Mimi nataka niombe na wewe. Nikikuangalia wewe una shida kabisa. Lakini wewe moyoni mwako unasema ili ni mama, haya macho lazima niamwele. Haleluya. Amen. Unaanza kuomba naye. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya maisha ya mama. Asante Baba, umesikia jinsi watu wanavyosema maneno mabaya juu yake. Ninasimama kinyume na roho yoyote iliyotoka kwa shetani inayokaa ndani yake. Ile roho ambayo watu wanaiona roho mbaya inayoitwa songo, ninaipiga, ninasabaratisha, ninaing'oa. Na unashangaa imetoka. Namwambia mama, nenda kwa amani. Mimi nachukizwa tu na jinsi ninavyowasikia wanaongea wanasema una roho mbaya. Alafu muombe kibali mwache. Nasikia watu wanasema una zongo. Mimi nataka nikuombee ufanyike baraka. Sema amina. Mbembeleze kwa kumdanganya. Ng'oa cha shetani kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Jana hata akiwa ni shangazi, akiwa ni nani, mwambie nasikia kuomba na wewe hapo nyumbani kwako siku fulani utakuwepo. Nani atafanya hivyo? Wewe ni nuru. Wewe ni silaha ya Bwana. Nani atafanya hivyo? Ukijua mtu ana zongo utaing'oa. Haleluya. Nashukuru kwa sababu utafanya hivyo. Zongo ni roho chafu kutoka kuzimu. Ni roho chafu kutoka kwa shetani. Yeye kusikia mtu alisema, yule mtu ana macho mabaya kiasi kwamba akikuangalia moyo unapasuka. Au unajiuliza, mtu yani mtu amemwangalia tu mtu hivi. Yani kamwangalia tu hivi. Hayo macho ni ya namna gani? Lazima yawe na pepo la uharibifu. Haleluya. Sema naikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Sasa roho inayotenda kazi ndani ya mtu, usipoitambua inaweza kukuzuia miaka nenda rudi kupenya katika maisha. Ikakuzuia usifikie baraka zako kabisa ambazo ulitakiwa kuzifikia, au ukashindwa kuwa yule ambaye Mungu alitaka uwe. Kwa sababu unapokaa na mtu mwenye roho mbaya au mtu mwenye roho ya uharibifu, inakuzuia wewe usipende. Biblia inasema kwenye Isaya 6 mstari wa kwanza. Katika mwaka ule, inasema hivi, Isaya 6 mstari wa kwanza. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijazika. Haleluya. Nabii Isaya anasema baada ya mfalme Uzia ambaye yeye alikuwa naye, baada ya kufariki tu ndio alimuona Bwana. Isaya aliyekuwa nabii alikuwa na tabia ambazo hakupaswa kuwa nazo. Angalia mstari wa 5.
Anasema ndipo niliposema, ole wangu kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Isaya amekaa na mtu ambaye ana roho ambazo hizo roho zimemwathiri kiasi kwamba amekuwa na tabia ambazo hakupaswa kuwa nazo kama mtumishi wa Mungu. Anasema na midomo michafu. Midomo michafu ni mtu ambaye anatukana, ni mtu ambaye anaongea hovyo, ni mtu ambaye anaongea maneno ya kukera, ya kufanyaje, mtu mwenye midomo michafu. Anasema kwamba ole wangu maana mimi na midomo michafu, alafu nimemuona Bwana. Nakaa miongoni mwa watu wenye midomo michafu. Kumbe huyu alikuwa katikati ya watu wenye midomo michafu, akaathiriwa na zile roho zikamvaa. Kwa sababu ukikaa na mtu mchafu, mtu mwenye roho chafu, akizungumza ile roho inakuingia. Sema roho chafu ingia watu kupitia kusikia. Sema kupitia kusikia roho chafu zinaweza kuingia watu. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Ezekiel 2:2 inasema hivi. Ezekiel 2:2 inasema, naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha. Roho ikaniingia. Aliposema na mimi tu, kuna roho iliniingia. Roho iliniingia kwa kusema na mimi tu. Ndio maana unaweza kuona mtu anamsemesha mtu kitu kidogo. Kamsemesha kitu kidogo, hasira zinampanda na kasirika, anaenda kumkamata, anaanza kumpiga, kwa sababu kuna roho iliniingia. Alipomsemesha tu, roho ikaondoka. Sasa roho inayotenda kazi ndani ya familia, ikiwa ni roho ya kichaa, mambo mengi hawezi kwenda sawa sawa, kwa sababu ile roho ya uchawi huishi ndani ya watu, na hao watu ndio mawakala wa shetani wanaoitwa wachawi. Kwa hiyo akifika kwenye biashara yako tu, hata akijikuna hivi, anaweza kuacha pale uchafu. Dawa sio kuwakataa, dawa sio kuwakimbia, dawa ni kuzitimua hizo roho. Tumepewa mamlaka. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Nakataa kila roho chafu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema tena kwa jina la Yesu aliye hai. Nakataa kila roho chafu. Nakataa kila roho chafu. Jana tulipokuwa tunashughulika na yale maombi jana, ilikuwa nimeandika watu wangu, na nikawa na wataja kwa majina. Kumbe jana Mungu akamshughulikia mtu hakulala. Ndugu yangu mmoja anaitwa Charles, akashughulikiwa. Ni mlevi aliyepitiliza. Akashughulikiwa, akatapika, anasema, yani leo ndo amenikumbuka, akajua mimi ni mtumishi. Leo ndo amenikumbuka. Akanipigia simu akaniambia, ndugu yangu, kaka yangu, ninakuomba niombe. Nimekuwa nikisikia watu wakisema wewe ni mtumishi, nikawa na dharau, lakini leo nakuomba niombe, maana naona niko hatua moja kuingia kaburi. Jana nimeteseka usiku kucha, nimetapika. Kumbe asijue kwamba jana jina lake liliwekwa kwenye madhabahu, kwenye maombi, kukataa uchafu unaoendelea na mateso yanayoendelea kwenye familia. Haleluya. Amen. Sasa nikamuongoza sala ya toba, nikamuombea. Akaniambia kuna kitu ameniambia inaitwa nini? Sasa inaitwa sijui morali, sijui inaitwa nini. Sijui nini amenitajia. Akasema ziko 7. Nikamwambia ziko 7 Sasa nataka nizilani kwa jina la Yesu aliye hai. Nikatamka nimeilani hiyo pombe kwa jina la Yesu aliye hai. Kaniambia nazifuta na kuzipasua sasa hivi. Nikamwambia nataka kusikia kwenye simu. Akaanza kusipiga, nasikia chupa zinalia. Akaniambia baada ya kumaliza akalia sana, yani amelia mno. Na mimi sikukata simu, nikaacha tu nimsikie, nikaona toba halisi ndani yake.
Ananiambia ninaomba nije tu siku moja hapo kanisani kwako. Wakati yeye alikuwa kiongozi kunipinga na kunitukana. Lakini saa ya Bwana ikifika, ukitoa kile cha shetani, anabaki yule mtu mwenyewe. Sema mimi nakupa. Ndio maana nina shauku kuombea ndugu yako, kuombea familia yako, maana kile cha shetani siku moja kitatoka. Maji na mafuta havijawahi kuchanganyikana hata siku moja. Hata ukoroge kiasi gani, kuna saa ukishaacha kukoroga mafuta tajiri. Sema amina. Sema kila kilicho changu kitaachiliwa kwa jina la Yesu. Sema ndugu yangu yoyote aliyeshikiliwa na roho yoyote ataachiliwa kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ndio mkombozi wao, wewe ndio mwokozi wao. Usipopambana kuwatoa kwenye vile vifungo, akifa kule utaenda kulipa Yuda. Kwa hiyo tunakazana tu, tunajua shetani naye anapigana kwa nguvu kubwa kutupinga, lakini tunakazana. Na siku moja tutakuta tuko pamoja na ndugu zetu tukiimba hosana, hosana, hosana juu mbinguni. Haleluya. 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 Sema kila roho mbaya kutoka kuzimu, kutoka kama shetani zilizoingia ndugu zangu, leo naikemea. Itoke kwenye familia kwa jina la Yesu aliye hai. Iachie familia yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Yani usiposhughulika na ile roho, usipojua ni roho gani inaotenda kazi ndani ya familia, ukashughulika nayo, itatesa tu familia, itatesa vizazi, itawaumiza, itawataabisha, na mwisho wake hakuna anayeweza kujiokoa mpaka toke mtu aliyetumwa kutoka mbinguni. Na sio mwingine, aliyetumwa ni wewe kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Acha usiwe na hela, acha usiwe na kitu chochote, mpaka hii kazi imalizike kwa jina la Yesu. Amen. Tutapigana mpaka imalizike. Ikishamalizika tutamsifu Yesu na mambo yatabadilika kuanzia hapo. Sema amina tena. Amen. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa leo nimetambulikana rasmi kama mchungaji kwake. Haleluya. Amen. Unaonaje? Wewe bado hujapata tu ushuhuda. Wewe hii mambo unapiga tangu siku ile, bado hujapata ushuhuda wote kutoka nyumbani. Zinakuja kama mvua kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina. Nakwambia hakuna lisilowezekana kwa Mungu, ila wewe ndio wa kuamua. Wewe ndio general. Wewe ndio wa kuamua. Wewe ndio wa kusema hichi sikitaki, hichi nakitaka. Hichi sikitaki, hichi nakitaka, na itakuwa hivyo. Amen. Haleluya. Amen. Basi alipokufa mfalme Uzia, nabii Isaya akamuona Bwana akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi, eti na vazi lake, pindo lake limeshuka na kulijaza hekalu. Lakini siku hizo zote nabii huyu haonaji. Ni nabii ameitwa na Bwana lakini haonaji. Nani kamzuia? Mfalme Uzia. Nataka kuambia, inawezekana mtu akasimama mbele yako ukawa unakaa naye, lakini akakuzuia kufikia hatima yako, na ukashindwa kuiona kesho yako iliyo njema, kesho yako ya baraka, kesho yako ya utukufu, kwa sababu ya huyo aliyekaa mbele yako. Lakini pindi unapopiga ile roho ikatoka ndani yake, unaona nuru kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo roho mbaya inaweza ikaletwa kwa sababu ya damu. Roho mbaya inaweza ikaletwa kwa sababu ya watu kumwacha Mungu. Roho mbaya inaweza ikaletwa na shetani. Mtu mwenye kifafa, au mtu mwenye kupagawa pepo, au mtu ambaye ana viungo vilivyopindana, mara nyingi unakuta ni shetani kamuingia, lakini huyo shetani karushwa na mtu, karushwa na mchawi ili kumtesa mtu. Huyo mtu aliyerusha huyo pepo sasa ndiye mwenye roho mbaya, na mambo yanaanzaga rohoni. Ndio maana nimewingi sana wewe unauliza familia yako, uliza watoto wakishajitambua, uliza ndugu zako, uliza wale unaokana nyumbani, waulize unaota ndoto gani. Kwa sababu ndoto ndizo zinaonyesha ulimwengu wa roho wa mtu ulivyo.
Ukishaona anapigana vita, anakamatwa, anafungwa, sijui anafanywaje, ujue kuna hatari iko mbele yake kubwa sana. Na kama atakuwa ni mtu mlegevu, hata kuwa na bidii ya maombi, kuna mahali ataenda kuangukia. Lakini akisimama akawa shujaa, akawa chembe, ushindi unakuwa mkubwa kwa jina la Yesu. Sema leo. Sema kila roho mbaya iliyotumwa kutoka kuzimu, kutoka kwa shetani, ikakamata familia, na iamuru leo itoke kwa jina la Yesu. Roho mbaya ya madeni, roho mbaya ya uchawi, roho mbaya ya magonjwa, roho mbaya ya kukataliwa, roho mbaya ya kukosa kibali, roho mbaya ya kuvuta bangi, roho mbaya ya kuvuta ugoro, ya kula ugoro, roho mbaya ya ulevi, leo naifukuza. Toka chini, toka chini, toka chini, toka kwenye familia. Roho mbaya ya mauaji, toka chini, toka chini familia. Hebu simama pale ulipo. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Inua mikono juu kama kuhani. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Leo kila uchafu uliokamata familia yangu, leo kwa jina la Yesu na uondoe ule uchafu kwa kunyunyiza damu ya Yesu ndani ya familia yangu, ndani ya familia yangu, kwenye ardhi ya familia, na nyunyiza damu ya Yesu kuondoa kila uchafu unaoitwa laana, unaoitwa makafara, unaoitwa kafara. Na nyunyiza damu ya Yesu kuondoa uchafu unaosababisha familia kuteswa na magonjwa, kuteswa na mapepo. Leo kwa damu ya Yesu na uondoa uchafu wote, na nyunyiza damu ya Yesu kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Anza kunyunyiza, anza kutamka na nyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipo tayari kwa ajili yako unayeomba. Tamka na nyunyiza ndani ya familia, na nyunyiza kwenye mipaka ya familia, na nyunyiza kwa jina la Yesu. Na ondoa ule uchafu, zile roho chafu, zile roho mbaya zilizorushwa ndani ya familia, zinazotesa familia. Mnyanyunyiza, mnyanyunyiza hiyo damu, mnyanyunyiza, mnyanyunyiza hiyo damu, mnyanyunyiza hiyo damu kwa jina la Yesu aliye. Ninaiachilia kwenye kila madhabahu, kwenye kila ardhi, kwenye kila mipaka. Ninaachilia damu ya Yesu kukomesha zile roho mbaya, zile roho mbaya, zile roho mbaya zinazotembea kwenye familia, zinazokaa ndani ya watu. Mnyanyunyiza damu ya Yesu, mnyanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo kukomesha kila roho mbaya, roho mbaya, roho za chuki, roho za uchawi, roho za uganga, roho yote ile. Na nyunyiza damu ya Yesu sasa. Nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu. Ile damu ya Yesu, ile damu ya Yesu, damu yenye uwezo, damu yenye mamlaka, damu yenye uwezo, damu yenye mamlaka. Iachilie kila mahali kwenye familia yako, iachilie kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya mwana kondoo, hiyo damu ya mwana kondoo, inyunyize kwa imani, inyunyize kwa imani pale kwenye familia, pale kwenye familia yako. Unyunyize kwa imani, unyunyize kwa imani kwa jina la Yesu. Achilia damu, damu ya Yesu, damu ya mjumbe wa agano jipya. Mimina, mimina, mimina kwa jina la Yesu. Mimina kwa imani, mimina kwa imani. Haribu zile roho mbaya, fukuza kila roho mbaya, roho mbaya inaotesa familia, roho mbaya inaotesa familia, roho mbaya. Kemea, 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 kemea. Ramasataka, liba satakaba. Roho mbaya, roho mbaya inaotesa nyumba yako, roho mbaya inaotesa familia, roho mbaya inaotesa familia, roho mbaya inaotesa ndugu zangu. Ninaifukuza toka kwa jina la Yesu. Achilia familia, niachilia familia sasa. Ninakukemea roho chafu, roho mbaya. Achilia familia, achilia familia kwa jina la Yesu. Achilia familia, roho chafu, roho chafu, roho mbaya. Achilia sasa, achilia sasa kwa jina la Yesu. Pray, omba, 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 omba. Kemea, 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 kemea. Biblia inasema mpige shetani naye atakimbia. Kemea hiyo roho mbaya, kemea hiyo roho mbaya, kemea hiyo roho mbaya. Hiyo roho mbaya inayotembea kwenye familia yako, ikataa ile roho, ikataa ile roho, ikataa ile roho kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila roho mbaya, kila roho mbaya, kila roho mbaya kwa
jina lake, kwa majina yake. Ninakemea sasa, ninakemea, ninaziamuru zitoke ndani ya familia yangu, ndani ya malango yangu, ndani ya nyumba yangu. Ninakemea kwa, ninaweka moto, ninaweka moto, ninaweka moto, moto wa Mungu aliye hai kuteketeza kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu zilizoshikilia hizo roho chafu, hizo roho chafu ninazotesa familia, roho mbaya zinazotesa familia, roho mbaya zinazotesa familia, madhabahu zinazotesa familia, ninalipua, 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 ninalipua kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio, omba pale, omba pale. Something is happening. Kuna jambo linaendelea, kuna jambo linaendelea, kuna jambo linaendelea. Roho mbaya za hasira zilizorushiwa watu, roho mbaya za hasira zilizorushiwa na familia, kwa jina la Yesu aliye hai, ninaamuru zitoke, ninaamuru zitoke, ziachilie familia, ziachilie familia, kwa jina la Yesu aliye hai, ziachilie familia sasa, ziachilie familia, hizo roho chafu zitoke kwenye familia, kwa jina la Yesu, ninatamia Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, roho zinazotumikisha watu ziachilie sasa, ninaziamrisha kwa jina la Yesu, ninaziamrisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ninashindana nazo kwa uwezo wa Mungu, ninashindana nazo kwa uwezo wa Mungu, ninashindana nazo kwa uwezo wa Mungu aliye hai, ninashindana nazo kwa uwezo wa Mungu, ninashindana nazo kwa jina la Yesu, ninashindana nazo kwa jina la Yesu, ninashindana na hizo roho, hizo roho chafu, hizo roho chafu, roho chafu, roho chafu, roho za uchawi, roho za ulevi, roho za uzinzi, ninazikemea, ninazikemea, roho za kichawi, roho za kishirikina, roho za madeni, ninakemea, ninakemea kwa jina la Yesu aliye hai. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Ile ngome inaanguka, ile ngome inaanguka, ile ngome inaanguka, ile ngome, zile ngome za roho mbaya kwenye familia, roho mbaya zinazotesa familia, roho mbaya zinazotesa watoto, roho mbaya zinazotesa ndoa. Kemea, 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 usiondoke, ziachie, usiondoke, ziachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, siamrishe, siamrishe, siamrishe kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, inua sauti yako pale ulipo, kemea, kemea, kemea kila roho, kila roho iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, kila roho, kila roho iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, kila roho, kila roho, kila roho sasa iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, naiamuru itoke, naiamuru itoke, naiamuru itoke, iachilie familia, iachilie familia, iachilie familia kwa jina la Yesu aliye hai, itoke ndani ya familia, itoke ndani ya familia kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio, omba, omba, omba pale ulipo, omba pale ulipo, omba pale ulipo, omba kwa ajili ya familia yako, omba kwa ajili ya familia yako. Kila roho chafu, kila roho isiyotokana na Mungu, iachie hiyo familia sasa, iachie hiyo familia sasa, iachie hiyo familia sasa, iachie hiyo familia sasa. Roho za uharibifu, roho za uharibifu kwenye eneo la fedha, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la usaha, kwenye eneo la elimu, kemea, kemea kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la kilimo, kwenye eneo la kufugaji, kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, itoke yachi, itoke yachi, itoke yachi, ni amri, ni amri, itoke yachi, ni sasa, itoke yachi, itoke yachi, isitese familia tena kwa jina la Yesu aliye hai. In Jesus mighty name, sema kwa jina la Yesu, mlango wote wa adui aliyoutumia kufikia familia na anaoendelea kuutumia kufikia familia yangu, leo na ufunga kwa mamlaka jina la Yesu. Hautakuwa wazi tena kuanzia leo, hautakuwa wazi tena kuanzia leo kwa jina la Yesu. Natangaza mwanzo mpya ndani ya familia yangu, ndani ya nyumba yangu kuanzia leo. Natangaza mwanzo mpya kwa jina la Yesu aliye hai, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo ni mwanzo mpya ndani ya nyumba yangu, ndani ya familia yangu.
kwa jina la Yesu. Hebu mpe Yesu makofi. Kila utakapozidi kukumbuka hizo roho chafu au roho mbaya, endelea kuzikemea na zitatoka ndani ya familia. Haleluya. 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 Inua mikono yako juu. Baba Mungu, natamka neema yako juu ya watoto hawa. Wanapotoka hapa, nguvu zako zikawalinde, roho wako akawalinde. Ninakataa Mungu kila mpango wa adui wa kuzuia kusudi hili jema linaloendelea. Ninaomba mkono wako ukawe thabiti katika maisha yao, ukiwasaidia na kuwawezesha, ukiwafanikisha katika mambo yote, ukiwatendea kila wema, ukiwatendea kila jambo jema kwenye maisha yao, kwa kuwa wewe ni Mungu na wapenda na kuwajali. Ninaomba Mungu, nyosha mkono wako ukitenda mambo makubwa ndani ya familia hizi, kwa kutumia mtu huyu ambaye yuko mahali hapa, kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya maisha yake. Mtumie yeye, maana umesema yeye ni rungu lako na silaha zako za vita. Basi ninakusihi Mungu, usije kumtumia kwa roho wako kuyafanya yote uliyokusudia, na asizuilike mahali popote. Ni kwa jina la Yesu ninaomba, mtu mmoja aseme amen. Amen. Yesu makofi. Tuseme neema 1 2 3 go. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na shirika la Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na milele. Amen. Kama ulikuja na sadaka yako